aliyekuwa seneta mteule, ukipenda nominated senator, kupitia kwa chama cha Jubilee kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2022, aliye vile vile wania kiti cha wakilishi wa kina mama, ukipenda women rep, katika kaunti ya Nairobi kupitia kwa chama cha William Ruto UDA, Millicent Omanga mama miradi, ameweza kuhama chama hicho cha William Ruto cha UDA na kuingia kwenye mrengo wa upinzani, mahala ambapo ameweza kusema kwamba yeye ni team one term, team Cousins, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, ikiwa imesalia siku 549 pekee wa Kenya kuweza kuingia kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027, kuwachagua viongozi ambao watakuja kuongoza Kenya kwa miaka mingine mitano, ikiwemo raisi, kiti cha raisi, kiti cha gavana, kiti cha seneta, kiti cha wabunge, kiti cha seneta, kiti cha MCA na kadhalika. Sasa Millicent Omanga ni miongoni mwa wabunge ama ni miongoni mwa viongozi ambao wanazidi kuondoka kwa chama cha William Ruto cha UDA. Juzi tu tuliweza kuona Kanini Kega aliweza kuondoka kwenye mrengo wa serikali. Tukaweza kuona Nelson Havi naye akaweza kuondoka kwenye serikali, akaweza kuingia kwenye chama chake Rigathi Gachagua cha DCP. Je, ni kipi ambacho kinajiri haswa kwenye chama cha William Ruto? Viongozi wengi wanazidi kuondoka wakiwa wanajiweka kwenye mrengo sawa sawa, tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tunajua kwamba Millicent Omanga hakuweza kuibuka mshindi kwenye kiti cha wakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nairobi, lakini alikuwa nambari 2, huku Esther Passaris kutoka kwa chama cha ODM akiibuka mshindi. Sasa katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, tunataka kuweza kuchanganua mbona viongozi kama vile Millicent Omanga ambao waliweza kumpigia William Ruto kampeni katika uchaguzi wa mwaka 2022 wameamua kuweza kuhama chama cha William Ruto na kuongoza vuguvugu la viongozi ambao wanazidi kuhama chama cha William Ruto, tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Karibu sana ili niweze kukuchanganulia kwa lugha nyepesi masuala ya kisiasa katika kituo hichi chako nambari 1 cha Kenyan Media, ambacho kinakusogezea taarifa za ukweli kwa lugha nyepesi ya Kiswahili kuja kwako mpenzi mtazamaji. Wewe cha kufanya tu ni usubscribe kipindi ambapo umetoka kazini, unaketi tu kwenye kiti chako na washa TV na kuchanganulia siasa kwa lugha nyepesi ya Kiswahili vizuri kabisa. Subscribe, like video na sambaza hii kanda. Nina swali mpenzi mtazamaji. Mnaelewa mwaka uliopita by the way nilikuwa mgonjwa kuanzia mwezi wa 6. Mkanisaidia. Sasa hivi mimi nipo sawa kwa 98%, naweza nikasema 2% ndio bado, kwa sababu ninatumia madawa ninatumia madawa hizi hapa kila asubuhi na jioni. Niliambiwa kwamba natumia mpaka mwezi wa 6 mwaka mzima. Ile tatizo ambalo nilikuwa nalo na mgongo liishe kabisa. Kwa hivyo nashukuru kwa yale ambao mliweza kunifanyia. Mnaona siku hizi nafanya kazi nikiwa nimeketi. Lakini japo niliambiwa nifuate masharti, nitumie madawa mpaka mwezi wa 6 mwaka mzima uweze kuisha. Lakini sasa mimi najua hichi kituo kimebeba watu profession mbalimbali. Tuko na madaktari, tuko na engineers, tuko na walimu, tuko na watu sambuli mbalimbali, tuko na watangazaji. Sasa nataka kuongea na madaktari. Hili si tatizo kubwa, lakini ni tatizo ambalo linanikujia haswa wakati ambapo na meza madawa, unakuta kwamba kizunguzungu kinanikujia. Je, ni nini ambacho maybe kinasababisha nikimeza hili dawa la kupunguza makali unapata kwamba kizunguzungu kinanikujia? Sasa ukiangalia mara ya mwisho niliupload video hapa, niliupload mwendo wa saa 6 na ndio nilikuwa nimekunywa dawa mwendo wa saa 4. Kizunguzungu kikanijia, ikabidi nikalala mpaka sasa hivi mwendo wa jioni. Sasa nataka kuzungumza na madaktari. Shida ni gani? What can you advise me? Kwa sababu nikimeza hilo dawa napata kizunguzungu. Ni hiyo tu, na nataka kuuliza madaktari waweze kuniadvise kwenye upande wa WhatsApp. Njoo upande wa WhatsApp mniadvise tuone shida ni gani. Je, shida ni dawa unameza unasikia kizunguzungu ama nini? Lakini matatizo mengine mimi sina, isipokuwa tu venye niliambiwa nimeza madawa mwaka mzima tatizo liishe.
Sio mimi peke yangu ndio niko na matatizo hapa ya kumeza madawa hapa nje, mpenzi mtazamaji. Sasa William Ruto anazidi kupoteza viongozi kila kukicha. Alifikiri kwamba akiungana na chama cha ODM atapata kwamba viongozi wengi watafanya nini? Watakuja ndani ya serikali, lakini baada anazidi kupata viongozi ambao wanaondoka. Mliona Kanini Kega aliondoka, mliona Nelson Havi aliondoka, wengi wanazidi kuondoka, wengi sana wanazidi kuondoka. Hata wewe unajionea kuingia kwenye mrengo wa upinzani tukiwa tunajiandaa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na mimi nafurahishwa sana na hii jamii ya Mlima kwa sababu mlinipatia kura 1,600 kule Nairobi. Mlifanya kazi nzuri sana na nawaambia asante. So raundi hii pia kwa sababu haikutosha, kidogo tu kwa kikapu haikutosha. Sasa raundi hii 2027 bado niko hapo, kwa hiyo kinyang'anyiro. Na raundi hii si tuko cousins wote pamoja. Sasa hamutakuwa nyinyi peke yenu ati wale 1,600 cousins hata wetu sasa wa Kisii. Si mmeona Matiang'i ametuleta pamoja? Si mmeona Matiang'i ametuleta pamoja? Anakuja kushikana na cousins wa hapa Mount Kenya. Na mmeona pia pule kutoka Eastern, yule cousin Bwana Kalonzo, si mmeona pia ameleta watu wake pamoja? Na yeye anakuja pale Nairobi, sisi wote tujaze. Na women rep pale ni mama Nairobi, ni mama Miradi, ni Millicent Omanga. Sawa sawa? Kwa hivyo mimi nataka kuwaambia hivi. Kuna mahoteli nyingi zinafunguliwa na zitafunguliwa. Na mimi nawaambia watu wetu, hoteli ikifunguliwa msikatae, muende mkule. Kwa sababu ile mnakula ni ile yenu ya ushuru. Tuko pamoja? Hoteli imefunguliwa. Saizi hii ni window ya hoteli. Sisi wote tuende tukule ile hoteli. Si mnasikia wabunge wenu wanashinda State House? Si wanashinda State House? Wanaenda kila mtu kila wiki anapata 2,000,000 anakuja naye, na muhakikishe wao wanakuletea chakula hapa kwa ground kwa sababu wanatoa State House, na hiyo ni ile pesa yetu ya ushuru. Kwa hivyo hoteli imefunguliwa, tuende tukule. Na mimi nikisema hivyo nasema kama mtu ambaye anajua. Mimi Millicent Omanga ndio nilikuwa diet kule, na sisi kwa jamii yetu tunasema ukiona samaki imetoka kule kwa maji imekuja juu ikasema kuna mamba inauma pale chini, mnafaa muamini. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nitamalizia hapo, nitasema ni asante na Mungu awabariki. Sasa katika kanda hii naomba niweze kukuchanganulia tuone mbona Millicent Omanga ameweza kuondoka kwenye chama cha William Ruto. Sababu ya kwanza, tunaelewa kwamba Millicent Omanga ni miongoni mwa wale ambao waliweza kugombea kiti cha women rep kupitia kwa chama cha UDA. Sasa muungano kati ya chama cha UDA na chama cha ODM umeweza kuathiri nafasi ya Millicent Omanga kuja kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi mnamo mwaka 2027. Nimeona ODM wakilalamika kuna kitu ambacho kinaitwa zoning. Zoning ni mahala ambapo unapata kwamba wako na ushawishi, wanakuja kuzungumza na William Ruto ili asija katoa candidates waachie ODM waweze kugombea hivyo viti. Mfano sasa unaona ODM na UDA waliungana. Kama ODM itatoa candidate wa chama cha governor, kumaanisha UDA itatoa, haitaweza kutoa. Kama ODM itatoa candidate wa kiti cha women rep Nairobi, kumaanisha UDA haitatoa. Na mama Miradi Millicent Omanga alikuwa anataka kugombea hicho kiti tena kupitia kwa chama cha UDA, akaona kwamba bado au kuna kitu ambacho kitaenda kutendeka ambacho kinaitwa zoning. Sasa utapata kwamba amefungiwa nje. Vyama ambavyo vimeingia kwenye coalition vitagawanyana viti. Mliona jinsi ambavyo mambo yalitendeka mwaka 2022 mahala ambapo Jubilee na ODM waliungana. Sasa Jubilee ilipomtoa candidate wa chama cha kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi, alikuwa anaitwa nani yule? Huyu mtu wa hesabu, nimemsahau kidogo.
ODM haikutoa. Sasa wakaachia Jubilee. Jubilee haikutoa aliyekuwa anagombea kiti cha women rep. Wakaachia ODM ambayo ilimtoa Esther Passaris, wakamenyana na Mama Miradi kutoka UDA. Sasa Mama Miradi, Millicent Omanga ameenda kupiga hesabu, amekuta kwamba hapa kimeumana tayari, atafungiwa nje. Sasa ni heri pale aende pale nje ajiunge na kina Matiang'i, akina Gachagua, ili akuje kupata tiketi aidha kutoka kwa chama cha Jubilee au aidha kutoka kwa chama cha DCP kugombea kiti cha women rep katika kaunti ya Nairobi. Siasa ni kupiga hesabu hivyo tu. Zoning imefungia viongozi wengi nje, na hilo litaenda kutendeka katika hii serikali ya coalition kati ya William Ruto na chama cha ODM. Number 2. Kipindi kimoja Mama Miradi aliweza kulalamika kwamba William Ruto alimtumia akamweka kando. Sijasema eti kwamba alimtumia kimwili, hapana, alimtumia kisiasa kisha akamsahau. Hakumteua kwenye kazi ambayo ni ya maana kwenye hii serikali yake. Mama Miradi alimpigia William Ruto sana kampeni. Tunaelewa kwamba kipindi kimoja William Ruto alikuwa amemchagua kama waziri msaidizi, lakini mahakama ikafutilia mbali majina ya mawaziri wasaidizi. Ruto akakuja akamchagua Mama Miradi, Millicent Omanga kuelekea kwa kamati ya kuosha mto Nairobi. Millicent Omanga akakataa, akasema kwamba hiyo kazi ndogo sana. Sasa akawa Millicent Omanga anaona kwamba alitumika, akaja akasaulika, hakupewa kazi, and that is the reason as to why ameweza kuondoka kwa chama cha William Ruto na kuingia kwenye upinzani ili kuja kugwania kiti cha women rep katika kaunti ya Nairobi. Namba 3, kuna mambo ambayo Millicent Omanga, unajua mimi ni mfuatilizi sana kwenye page za viongozi haswa katika taifa letu la Kenya. Kuna kipindi ambapo Millicent Omanga aliweza kulalama kwamba kuna mambo mengi ambayo William Ruto aliweza kuahidi wananchi akiwa na yeye mwenyewe, kama vile hataweza kufukuza wafanya biashara wa Marikiti, wafanya biashara wa Gikomba hataweza kufurushwa kutoka kwa makazi yao, kama vile makanisa hataweza kushambuliwa kwa kutumia vitoza machozi, kama vile serikali haitatumia nguvu kuelekea kwa wananchi. Hayo yote kipindi kimoja Mama Miradi aliweza kueleza kwamba William Ruto ameenda kinyume na yale ambayo aliweza kuagana. Kwa hivyo hata kuwa na urafiki na yule mtu mwenye anaenda kinyume na yale ambayo aliweza kuagana, and that is the reason as to why ameondoka kwenye mrengo wa serikali. Nikimalizia, siasa ni hesabu, na nimekueleza hichi kitu. Hii ni mara ya pili nataja hili. Siasa ni hesabu. Unaangalia ule mrengo ambao uko na wafuasi wengi. Sasa hivi angalia kati ya UDA na ODM ambayo inasema ni 2 term, DCP, Jubilee na vyama vingine ambavyo vinasema 1 term, ni akina nani ambao wako wengi? Tusemezane ukweli, katika kaunti ya Nairobi cousins wetu kutoka eneo la Mlima ndio wengi sana, ambao ukitaka kura lazima uzungumze na wao ili waweze kukupitisha. Unaona, William Ruto alizungumza na watu wa Mlima wakampitisha akakuwa rais. Na Mama Miradi ameenda kupiga hesabu, ndio katika kaunti ya Nairobi UDA haina wafuasi wengi. Hata UDA inategemea watu wa Mlima Kenya. Mlima Kenya sasa hivi wameenda DCP chake Rigathi Gachagua. ODM wanategemea watu wetu kutoka chini, lakini sio wengi vile. Sasa Mama Miradi amesema kwamba akiingia, akipata boost, akipata piwaji jeki kutoka kwa Mlima, aswa wale ambao wako katika kaunti ya Nairobi ambao wamejiregister kwa wapiga kura, basi atakuwa ameshinda kiti cha women rep katika kaunti ya Nairobi. Tunaelewa kwamba ni viongozi wengi ambao watakuja kugombea hicho kiti. Tumeona Karen Nyamu naye ametangaza kwamba atakuja kugombea hicho kiti. Tumeona Esther Passaris, Rachel Shebesh. Moyo alikuwa anasema you slapped me Kidero, you slapped me Kidero, something of those kinds. So watu ni wengi ambao wameweza kusema kwamba akina Pauline Njoroge wamesema kwamba watakuja kugombea kiti cha women rep katika kaunti ya Nairobi. Je, unahisi ni nini ambacho kinaendelea kufanya viongozi wanazidi kuondoka kwenye mrengo wa William Ruto, kando na haya ambayo nimeweza kukueleza tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027? Mimi ni Bwana Ezra. Ninaomba uendelee kunisemeza hapa chini kwenye kitengo cha comment section. Asante sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.